Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Lusaka, Zambia. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema anatarajiwa kutangazwa mshindi katika uchaguzi uliofanyika mwishoni mwa wiki jana. Ushindi wa Hichilema unatajwa kama zawadi ya sera yake ya kiuchumi ambayo imesifiwa kwa kuchipua uchumi wa Zambia, taifa la pili kwa kuzalisha madini ya shaba Afrika baada ya DRC. Awali shughuli ya kuhesabu kura ilisimamishwa kwa muda na tume baada ya kulalamikia kushambuliwa kwa maafisa wa uchaguzi pamoja na wizi wa karatasi za kupigia kura. Aidha, polisi wamekanusha tuhuma za upinzani kwamba mgombea wa Mondobile alikuwa amekamatwa na kuwekwa kizuizini. Casablanca, Morocco. Mamia ya wahamiaji wamekamatwa na maafisa wa Morocco wakati wakijaribu kuingia katika kisiwa cha Ceuta kinachomilikiwa na Hispania. Runinga ya kitaifa ya Morocco imesema maafisa waliwakamata wahamiaji karibu 300 waliotumia barabara na mabahari kuingia kisiwa hicho na kuongeza wengi ni raia kutoka mataifa ya kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika. Tukio hili linajiri wiki moja baada ya maelfu ya wahamiaji kuingia kisiwa cha Ceuta katika kile kilitajwa kama wimbi kubwa zaidi la wahamiaji kuingia kisiwa hicho katika miaka ya karibuni. Wahamiaji hao walifanya jaribio la kuingia bara la Ulaya kukimbia umasikini, usalama mbaya na mizozo ya kisiasa kutoka nchi asilia. Msongamano wa wakimbizi hao ulisababisha kifo cha watu 90, lakini makundi ya kibinadamu wanasema idadi waliofariki dunia ni zaidi ya hesabu iliyotolewa. Hispania imeiomba Morocco kushirikiana pamoja na kuzuia wahamiaji haramu kuingia visiwa vyake vya Ceuta na Melilla ambavyo vinakaribia sana Morocco. Mamlaka za Casablanca zimewatuma maafisa takriban 20,000 katika mpaka wake na Ceuta kuzuia wimbi jingine la wakimbizi kuingia visiwani humo. Niamey, Niger. Raia wa Marekani aliyetekwa nchini Niger ameachiliwa huru baada ya kuwa mateka kwa miezi 9. Kevin Rodeout alikuwa missionari katika shirika la International Christian Group ambalo hutoa misaada ya kibinadamu huko Niger. Alitekwa nyara kutoka makazi yake mjini Niamey mwaka uliopita. Maafisa wa Marekani wamesema kwa sasa raia huyo yuko salama bila matatizo ya kiafya. Gazeti la New York limesema limenadi kwa sasa Kevin anashughulikiwa na idara ya ujasusi ya Marekani FBI, lakini haijulikani aliyehusika na kukamatwa kwake. Raia huyo alikamatwa Oktoba mwaka uliopita na wanaume 3 waliokuwa na silaha na kupelekwa eneo la Tillaberi ambalo linadhibitiwa na makundi ya kigaidi. Ilihofiwa raia huyo alikuwa chini makundi ya Al-Qaeda au JNIM ambayo yanadhibiti maeneo hayo na yamekuwa yakifanya mashambulizi ya mara kwa mara nchini Niger. Makundi ya kijihadi yamedhibiti maeneo katika nchi za Nigeria, Mali, Niger na Burkina Faso ambayo yanalenga raia pamoja na wanajeshi. Marekani imeonya raia wake kuzuru mataifa hayo kwa hofu ya usalama wao. Harare, Zimbabwe. Nchini Zimbabwe, idadi ya raia waliokufa maji katika ajali ya boti ziwa Kariba imefikia 84. Polisi wamesema boti hiyo ilizama baada ya mawimbi makali kupiga ziwa. Kufikia sasa zaidi ya watu 70 wameokolewa. Takribani abiria 153 waliabiri boti hiyo, ikiwa ni idadi kubwa zaidi ya ilivyostahili kubeba. Maafisa wamesema mtumbwi huo ni mzee na ulikuwa katika safari kuelekea kijiji cha Kariba kaskazini magharibi mwa nchi. Eneo hilo limetajwa kuwa na miundombinu mibovu na raia wengi hutumia ziwa kufikia maeneo tofauti. Miongoni mwa waliopoteza maisha ni pamoja na watoto 18, mchanga zaidi akiwa ni mtoto wa mwaka 1. Ziwa Kariba limetajwa kubwa zaidi duniani ambalo hutoa maji yake kutoka mto Zambezi. Aidha, hutumika na jamii katika nchi jirani ya Zambia.